Lini? Juzi tumepika chapati. Mkamuuliza Dazu. Alikuwa anakanda, tulikuwepo asilimia wote, nadhani tulikuwepo. Lakini kwenye ukandaji akasema ni chapati haitakiwi kuwa laini sana kama unga wa mandazi. Okay, mbali na hiyo chapati, kitu gani kingine mmejifunza? Tumejifunza kupika pilau na chifu Madam Love alikuwepo ile juzi, tulikuwa naye. Nadhani ni vitu hivyo vichache. Ni hivyo vichache. Lakini kwa muda mliokaa hapa kituoni, mngekuwa mmekuja na ile ari kwamba kwa kuwa naenda kufanya hii kazi ni lazima niingie kazini nikiwa najua vitu, mngekuwa mmejifunza vitu vingapi? Vitu vingi. Vitu vingi. Kwa hiyo unaona sasa, kwa sababu mmejifunza vichache, na hivyo vichache ni baada ya kuanza kusukumwa na Akila alivyokuwa amewaambia pale. Nafikiri baada ya ile siku alirudi tena chef, si ndio? Ndio hicho labda mkaanza kusogea pale kuangalia, lakini baada ya kuambiwa mko hapa hamjifunzi chochote, hamuonyeshi kutaka kujua, na sisi hatuwezi. Yaani unajua sisi ni ile wanasema ng'ombe mpeleke wapi? Mtoni, si ndio? Ndio. Shughuli ya kunywa maji unaweza kumchukua ukamnyosha yale maji? Nyinyi mmesha kuja hapa mnataka kazi zipo, na sisi kweli wateja tunao, lakini mbona hamuonyeshi sasa? Yani kunywa hayo maji sasa, ni ng'ombe amefika mtoni, changamkia hayo maji. Yani kuna vitu sisi mipaka yetu inaishia hapo, tunabaki tu kuangalia kwamba hawa ni watu wa namna gani, wanajua walichokuja kukitafuta. Kwa hiyo mtu unakaa kinyonge, unakaa kama maskini, lakini ukweli kwamba wewe sio maskini, wewe ni tajiri, na utajiri wako unaanza na wewe kuonyesha kweli hichi kitu nilichokuja kukitafuta ni mahiri nacho na kiweza. Na hata kama ukiwezi, basi ingia darasani. Jamani, mimi nataka kujua kitu fulani kinafanyikaje. Ushajua vyakula vya nyumbani, labda angalau hata vitafunio hata 5 lazima nijue vinavyotengenezwa. Na uwe tayari, yani ukiulizwa kitu fulani kinatengenezwaje, unajua angalau hata kuelezea hata kama hujawahi. Kwa nini? Kwa sababu masomo yake yapo. Umepitia na umepitia na umepitia. Vile vinavyopikwa nenda kaangalie vinapikwaje. Hata kama Zua anapika vyakula vyetu, nenda kaangalie. Angalia kimepikwaje. Nilikuwa namuuliza Zua, kuna nyama tunapendaga. Nikamuuliza unajua kupika? Akasema nimemwangalia Akila anavyopika. Nimemwangalia nani anavyopika. Huyo ndio mtu ambaye kweli anataka kutoa thamani na anajua kwa nini yuko pale alipo. Lakini wengine hiyo tabia hamna. Alafu unabaki umejikunja hivi, Mungu naye anakuangalia kwa sababu ameshakupa akili. Unataka ashuke aje afanye nini? Au unafikiri hicho kitu alichokuwekea ni cha kazi gani? Nauliza, wewe unasubiri Mungu akubariki? Maana maskini wengi shida zetu kubwa ni kusubiri Mungu atende. Atatendaje na kichwa amekupa cha kujifunza vitu? Na watu wanataka vitu ambavyo wewe unavifahamu ili ukavifanye. Sasa wewe kama hutaki kuingiza maarifa ambayo watu wanahitaji ili wakupe hela, ukafanye wakupe hela, unatakaje? Unataka Mungu afanye nini? Ilishai kutokea? Watu wenye hela wote ni watu walio shughulisha akili zao, na sio akili zao kwa vyeti, akili zao kwa kufanya vitu, kwa sababu wengine tumeshalemaa na vyeti. Wewe unajua ukishakuwa na cheti umemaliza? Hapana. Cheti akiende kufanya kazi, anayefanya kazi ni wewe. Kile cheti kinaonyesha tu ushahidi kwamba huyu mtu hichi kitu kakisomea, kakijua, yani hicho, lakini wewe ndio wakufanya mambo. Kuna watu hapa sisi zamani tulikuwa tunaajiri kwa vyeti, lakini baadaye tukagundua vyeti havina maana yoyote, kwa sababu watu wameenda kule kukariri vyeti. Akishapata cheti anakuja, unampa kazi, hakuna kitu. Kwa sasa hivi tunaajiri kwa uzoefu. Huyu dada hana cheti chochote, lakini atapata kazi ya smart, na alikuwa ni dada wa 1,500,000. Actually sijui 1,100,000. Alikuwa analipa 1,100,000. Ile maki imeishia wapi? Mpe aseme. Nilichukuliwa kwa 1,100,000. Nilipofika baada ya miezi 6 akawa ameniongeza shilingi 50,000. Kwa hiyo akawa ananilipa 1,150,000 kutokana na utendaji kazi niliyokuwa na. Kutokana na jamani, kutokana na nini? Kutokana na nini? Lakini kuna wengine wao walaki pia waliondolewa kazini kwa sababu hakuna utendaji. Mtu anaona bado laki ni kubwa kwa sababu hakuna unachokifanya.
lakini kutokana na sifa za huyu alizozipata kwa bosi wake na ushahidi tulioupata, si hatuhitaji cheti. Sasa hivi huyu anaenda kwenye level ya smart. Kwa sababu gani? Ameongeza uwezo, ameendelea kujiboresha. Akiwa kazini pale, yeye hakuona kama ni adhabu. Shida kubwa ndi hiyo, watu wanaona kufanya kazi ni adhabu. Kazi sio adhabu, kazi ndio maisha, kazi ndio uhai, na sio rahisi. Kazi sio nyepesi. We unataka tu starehe, mimi bora tu niolewe, mwanaume aniletee. Ndugu yangu, utakufa maskini. Ndio tunafika tulipofika. Anataka wewe mwanamke anajishughulisha. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo wewe ndio tajiri, na bahati mbaya sana hicho kitu hamkijui na wala hamtaki kukijua, kwa sababu sioni mtu anayetaka kujifunza. Hakuna anayetaka kujifunza. Ungekuwa unataka kujifunza, yani ungekuwa ni mtu ambaye utulii, unatafuta maarifa ili unoe kile kitu ambacho unataka kukifanya ili kikakulipe. Bosi hakupeleki nyumbani kwake ili wewe ukashinde na nyumba yake. Hapana. Anakupeleka pale ili ufanye majukumu yake na ufanye kwa ubora, sio tu ufanye ili mradi. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo sasa yani hapa ni changamoto kuendelea yani kukaa na kundi la watu ambao hawajioni kama ni wanaotoa solution. Sio tunaelewana? Hivi ukienda kwa daktari ukakuta daktari mwenyewe yuko hoi, utakubali akutibu kweli? Si lazima aje na koti lake lile safi, ana energy, unasema huyu kweli atanipa nani? Atanitibu tatizo langu. Lakini daktari amekuja mnyonge kama hebu angalieni sura zenu yani. Angalianeni tu wenyewe yani. Huyo ndio mtu amekuja anakutibu. Atakutibu au utasema huyu ataniua? Kuna wengine wakicheka hapa wiki kama anaanza kuuliza madam, kwa mimi napangiwa lini? Sasa sio swala la kupangiwa. Hapa hatupangi mtu kwa sababu tu umekuja. Yani just kwa sababu wewe ni binadamu unayetembea, una kichwa, una miguu. Sisi wenyewe tunapata shida kwa sababu tuna watu wanasubiri wadada. Lakini sasa hatuwezi kupeleka watu ambao wamekata tamaa, wamejikatia tamaa, hawajui wanachotaka, hawajui walichokuja kukifanya. Unampangiaje kazi? Kwa hiyo unapokaa hapa badala uchangamke ili sasa uweze kujiweka. Yaani wengine wanakuja, mtu anaweza kuja leo, kesho kutwa akapangiwa kazi. Na nafikiri kuna watu hapa, kuna watu wamefika wamewaacha, si wapo? Au hakuna wadada waliokuja wakapangiwa? Wapo. Sasa utofauti wenu ndio huo. Yaani wale wanaokuja na kupangiwa ni watu ambao wanakuja kama wanajeshi. Unajua kabisa huyu ni mwanajeshi anaenda vitani, anajua anachokitafuta. Hana haja ya kukaa kituoni. Lakini wale ambao unaona wanajiburuza, hawajielewi, yani kama vile wanakata roho. Jamani, tunakaa tu na sisi tunasikitika kwa sababu inabidi tuendelee kukuhudumia, hata kama ni hayo makande na viazi, si gharama? Tunalipa maji, tunalipa umeme, tunalipa jengo, tunalipa kila kitu, tunalipa wafanyakazi. Kwa hiyo kukaa na sisi hapa pia ni gharama. Na sisi hatupendi kukaa na mtu, yani sisi tunataka wale wanaokuja ambao tayari wapo kikazi. Ndio watu tunaowataka. Lakini nyinyi ambao mko, kwa hiyo sio kwamba hamjapangiwa, mabosi hawapo. Mabosi wapo kibao, na hata tunachosikitika tu ni kwamba ni mabosi wanaosubiria wanajeshi. Hawasubiri watu ambao wanaenda kukaa kama vile yani wanakata roho. Hapana. Yani wewe unajua umejiweka kama wewe ndio maskini. Wewe ni tajiri. Bosi yule alishapita stage yako, ndio ana hela zake, lakini hela zako za sasa ni hizi za kwenda kufanya kazi zake. Ufue vizuri, upange vizuri, unyooshe vizuri, upike vizuri. Yani hizo ndio hela zako. Kwani nini kinakuweka pale nyumbani kwake? Sijaribu tu kufikiria jamani. Kinachokuweka nyumbani kwake pale na mwisho wa mwezi akulipe ni nini? Si vile unavyofua, unavyokaa na mtoto wake, unavyopika. Sasa hizo si ndio hela au? Sasa mbona hizo hela wewe hutaki kuziongezea yani ziwe nyingi? Zinakuwaje nyingi? Unavyojua kupika zaidi, unavyojua kukaa na mtoto kwa upendo zaidi na kwa mbinu za kisasa. Mbinu za kisasa ukiangalia kwenye mtandao unapata namna gani ya kulea mtoto vizuri kwa ubora. Sasa hivi sio zamani ilikuwa tu mpaka uende ukasome sui shule gani huko ada. Sasa hivi tu bando lako tu la mia ngapi unajua kuna mtoto wa miaka mingapi na miaka mingapi nataka niishi nao vizuri. Utaona vitu vizuri ambavyo unaletewa pale. Vifanyie practice. Ongea hata na bosi wako atashangaa, wewe umejuaje hivyo vitu?
pale unaongeza hela. Ndio hayo ya huyu dada kutoka 100,000 bosi akaona huyu ngoja nimpeleke 1.5 kuna kitu aliona ndani yake, hicho ndio hela. Wewe bosi wako anaona nini? Sisi tukiona hapa tunaona umaskini, kwa sababu muda wote umekaa hivi, ni umaskini, kwa sababu mwenyewe hujitambui, hujui kama ndani yako ndio hela zinakotoka. Lakini ili zitoke lazima uingize vitu vizuri, lazima uingize maarifa. Watu wangu wanaangamia kukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo jamani, sio kwamba watu hapa, yaani na wengine kabisa, kama unamwambia eti wewe viazi unashindwa tu kuchemsha. Sasa huyu wa nini? Unampelekea bosi gani? Mimi mwenyewe ningependa kuletewa dada kweli, namlipa 1.5 kuchemsha viazi hawezi. Nani hapa anaweza kukubali? Sasa kama wewe huwezi kukubali, unataka kumpelekea nani? Maana usichotaka kutendewa usimtendee nani? Mwenzako. Sio kwamba wale wenye hela tu wana hela za bure. Wanataka thamani. Hatujui kama hii ni biashara ya kubadilishana nini? Thamani. Hii ni biashara, si ndio? Biashara si unanunua kitu, ukienda kununua simu, si unatoa hela unapewa nini? Wewe unataka bosi wako akupe hela, wewe unampa nini? Unampa nini? Unampa nini? Sasa huduma, wewe unaenda kumpikia viazi anunue kwa hela yake, umletee vibichi, umempa huduma hapo? Hapana. Haya, makande yake umemletea yameungua, umempa huduma hapo? Hapana. Nyumba yake chafu, hakuna mpangilio. Mtoto wake huna hata ukaribu naye. Umetoa huduma gani? Kwa hiyo nyinyi biashara yenu kubwa kwa sasa, si ndio, ni ile huduma unayoitoa. Toa huduma bora. Hata mimi haya mafundisho ninayofundisha hapa, hakuna sijui hao madalali nani, hakuna anayefundisha kama ninavyofundisha. Unajua kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu mimi nataka hela kubwa. Nataka hela? Mimi unilipi kidalali. Mimi unanilipa kama taasisi yenye mfumo, inayofundisha vitu vizuri vya maadili na uchapakazi. Kwa hiyo ukija kwangu niambia unataka dada, bei yangu ni nyingine. Ndio maana ninachowaambia, na nyinyi mkijiboresha kwenye utendaji wenu wa kazi, mtakuwa tofauti, bei zenu zitapanda. Sasa nyinyi mnaona wengine wanakuaga na ujinga wa kusema sijui na wakandamiza. Yaani mimi nawafundisha na watoa kwenye umaskini, lakini kuna wengine inasemaje? Na wakandamiza. Na watetea mabosi wakati mimi nawafundisha namna ya kwenda kuchukua hela kwa mabosi zenu bila stress, si ndio? Sasa wewe unataka bosi akulipe hela ndogo na bado hiyo hela ndogo anayokulipa yani haridhiki. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo jamani, wewe ndio hela. Nataka tu niweke hiyo kama ikikuingia kwamba wewe ndio pesa, utakuwa na confidence. Sisi tunaelewana? Utakuwa na ujasiri, maana mmekaa kama yani watumwa. Nyie sio watumwa. Nyie ni watoa suluhu. Wewe una tofauti na daktari. Tofauti yenu ni kwamba yule anakuja anakupima damu, anakuambia una ugonjwa gani. Wewe udaktari wako ni wa kutibu mambo yaliyoko kwenye nyumba za watu. Mtoto sijui anahangaika kula, wewe tafuta mbinu. Mtoto asiyekula vizuri nimsaidieje? Bosi anasema aisee, mwanangu alikuwa na uzito mdogo lakini toka huyu dada amekuja. Hizo ndio hela. Si ndio? Nyumba yangu ilikuwa chafu, yani ilikuwa ina mpangilio. Lakini huyu dada toka ameingia humu ndani, nyumba imekuwa na mpangilio. Hizo ndio hela. Nataka nini tena? Sasa kwa kweli nimesema hivyo nimeongelea sana upande wa dada, lakini hata watu mnaokuwa ofisini, lazima ujue ofisini wanataka nini. Kwa nini nimeletwa kwenye hiyo ofisi? Kuna kitu gani wanachohitaji? Usichokitoa una thamani. Sijui naelewana wale ofisini. So unakaa tu naangalia muda saa ngapi imefika, mimi nibebe begi niondoke. Huna thamani, huna value. Hakikisha pale ofisini kwako, ofisi yoyote uliyoajiriwa, nini kimefanya huyo bosi akulete hapo? Ana changamoto gani? Dili na zile changamoto, hakikisha wewe unakuwa ni mtatuzi. Ukishindwa kutatua, wewe una thamani, una maana. Wewe sio hela. Si ndio? Haya. Sema madam, kuna kitu kimoja mimi nimekiona. Ili tuseme sijui ni janga la taifa. Yaani wadada, simu ndo zinawaharibia. Yaani unakuta mtu unamuona kabisa ana uwezo wa kufanya kazi, lakini muda wote yupo na simu. Unampeleka kwa bosi, anakaa siku mbili anakuambia mimi naumwa, yani anatafuta sababu tu. Kumbe vile anataka muda wote awe na simu. Hicho ndio kinachotuharibia.
Mie kwa mfano nilikuwa nafanya kazi Zanzibari. Yule mama mpaka sasa hivi karudisha wasichana hawa 3. Mmoja anakuambia hafanyi kazi, muda wote yupo na simu. Mie akanipigia, nikamwambia mie sasa hivi nipo kituoni kwa Joyce Kiria. Kwa hiyo ukinitaka lazima uje hapa ulipie. Sio kama vile ulivyonitoa kwa madalali. Kwa hiyo tufanye kazi, simu zipo na zitakuwepo na haziwezi kupotea. Fanya kazi zako, umepata kimuda kana simu. Mimi nakuwa nachunguza mtu muda wote simu, alafu anachokifanya cha maana hamna. Ndio ile anakatwa penye wala hatupangiwi sijui nini. Mimi nawaambia mara nyingi hapa tunachunguzwa. Huwezi kuja tu ukakurupuka, mtu akurupuke akupeleke. Uende ukae siku 2 mtu kashalipa pesa zake, apate tena gharama ya kutafutia dada mwingine. Keep busy na majukumu yetu. Simu, yani tuache simu. Mimi na simu madam pale. Unioni nazunguka. Mtu akinipiga ambia tulia, nina kazi baadaye nitakupigia. Kwa hiyo yani simu ndio zinatuharibia sana. Unakuta mtu hata anaachiwa mtoto watu hamwangalii, kakojoa, mbadilishe pampers, yeye yupo na simu. Kwa hiyo hilo ndio tatizo kubwa sana. Yani tujicontrol kwenye matumizi yetu ya nini? Ya simu. Okay, nashukuru sana, lakini mimi nachosema simu ndio inakuletea umaskini au utajiri. Sawa kwa alivyosema Zuhura, huo ni umaskini. Unapokuwa simu yako inakukeep busy kuongea na watu, kupita sui TikTok, sui Instagram, huo ni umaskini ndugu yangu. Unazidi kujidumbukiza kwenye nini? Umaskini. Lakini utakapopata muda ukatenga, ukasema mimi leo lazima nijifunze jinsi ya kulea mtoto, au leo nataka nijifunze pishi fulani, huo ni utajiri. Kwa sababu utakapoingia kazini utamuonyesha bosi wako vitu ambavyo yani anasema kweli dada nimepata. Kwa hiyo unachagua hiyo simu yako iwe ni umaskini wako au ni utajiri wako. Sisi tunaelewana? Wewe mwenyewe utachagua. Wala hakuna mtu nani amesema vizuri. Tunawachunguza ni kweli kwa sababu sisi tuna standardi zetu. Sasa wewe kama simu yako inakushusha kwenye viwango ambavyo ni vya chini, si hatuwezi kwenda na wewe. Si ndio? Yaani hapa ni chujio. Wako ambao wanajichuja. Sio wote hivi eti watakwenda kazini watakaa. Hapana, tusidanganyane. Kuna wale ambao watajichuja. Either wakiwa hapa au wakifika kazini. Lazima watajichuja na hakuna shida ya kumbadilishia bosi dada mwingine. Lakini kwa sababu sisi tunaenda na standardi. Tunaenda na viwango vya wale ambao watatumia simu zao kuwa dhahabu, kuwa diamond. Hao ndio tunakwenda nao. Lakini kama wewe unatumia simu inazidi kukurudisha chini. Toka asubuhi umeshika simu, hakuna cha maana uchojifunza zaidi ya kuangalia umbea na kujua tu leo sijui Diamond alikuwa wapi, sijui kesho Zuchu kafanyaje, sijui kesho kutwa umbea gani, si ndio? Hiyo inakusaidiaje kwenye kazi yako? Katika kumlea mtoto wa bosi wako vizuri, katika kusafisha nyumba ya bosi wako, katika ufuaji pia. Kwenye kufua kuna maarifa mengi nilikuwa naangalia. Ingawaje mimi sifanyi kazi za ndani sasa hivi, lakini mimi nilikuwa naangalia sabuni. Kuna sabuni kali sana ambazo zinafua aina fulani za nguo. Kuna aina fulani za nguo ambazo sabuni zake zinatakiwa ziwe zile zilizopoa. Kwa hiyo unakuta kuna hizo sabuni za unga, kuna sabuni za maji, kuna sabuni za kipande. Zile sabuni zina utofauti. Kama unafanya hii kazi ya ndani, yani hicho kitu ni very basic wewe kukijua. Ni kitu unachotakiwa kukijua kabisa kwamba sabuni hii ina ukali huu na nguo za kufulia ni hizi. Vinginevyo nguo za bosi wako unafua siku 2 siku 3 zimepauka. Lakini ungekuwa unamwambia bosi, hizi nguo zako kwa sababu ni hizi, nunua sabuni fulani. Kwa nini zisipauke? Bosi si anasema huyu ndio mtu. Lakini hujui sasa. Na kwa nini hujui? Simu yako umeamua iwe umaskini wako. Wewe unachoangalia ni vitu vya kipumbavu. Upite tu pale kwenye peji ya Joyce Kiria uone wale wasiompenda wanavyomtukana, unafurahia. Lakini mimi nimeshachuja wateja. Hapo kwenye mtandao ndio unapata watu wanaolipa dada 500,000. Ndio unapata watu wanaolipa smart dada 300,000. Ndio unapata watu wanaolipa ofisini kwetu hapa milioni ngapi kwa ajili ya kupata huduma. Pamoja na hao waliotukana, lakini mimi siangalia wanaotukana. Mimi naangalia wale ambao ni wateja wangu wako tayari kunilipa kwa ajili ya kazi yangu. Lakini wewe unaenda kuangalia, unafurahia, yani unajifariji kwamba katukanwa. Wewe imekusaidiaje? Imekusaidiaje? Kwa hiyo swala la simu kweli ni janga, lakini ni kwa sababu narudia tena, umaskini wetu uko kichwani. Umaskini uko wapi? Kichwani. Kwa sababu wewe ungekuwa una akili ya kujiboresha na kujua kabisa, yani aseti yako ni akili yako, usingeingiza matakataka ambayo yanakufanya wewe ukiwa yani usiweze kuweka simu pembeni.
kwa nini usiweke pembeni? Kiukweli la msifu huyu nimemsikia nikashangaa sana. Alikuwa akipokea simu, alo, na kazi nitakupigia, kamaliza.